Kwa majina naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Shinyanga, Mara pamoja na Simiyu. Kuna taarifa ambazo jana nimezisoma kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari ambazo zilitolewa na RPC kanda maalum ya Dar es Salaam, ndugu Mliro, akisema kwamba wao kama polisi walimkamata John Mnyika pamoja na mheshimiwa John Heche, lakini hawa watu wengine hawajui nani aliyewakamata na hawakuhusika. Jeshi la polisi la kanda maalum ya Dar es Salaam halikuhusika kabisa kuwakamata. Niseme tu kwamba nimesikitika kusikia hizo habari, nimesikitika kusoma hizo habari kwamba jeshi la polisi halikuhusika kutukamata wala kutupiga, na kwamba jeshi la polisi halina taarifa yoyote kuhusu sisi. Sasa iko hivi, mimi nimekamatiwa geti la mahakama ya Kisutu. Nimekamatiwa geti la mahakama ya Kisutu na polisi. Mimi pamoja na watu wengine ambao pia walikamatwa baada ya mimi kukamatwa, akiwemo Mheshimiwa Pambaru, Mheshimiwa Twa, dada Pendo na mwenyekiti wa mkoa wa Singida. Tumekamatwa geti la mahakama ya Kisutu. Na baada ya kukamatwa pale, polisi waliondoka na sisi, na kabla ya kuondoka na sisi, gari la polisi liliingia na sisi kwenye geti la mahakama. Geti la mahakama likafunguliwa, ile gari la polisi likaingia na sisi ndani ya mahakama. Baadaye geti likafunguliwa, ile gari ikaondoka na sisi, gari ya polisi ikaondoka na sisi tukiwa watu 9. Polisi wamezunguka na sisi, wametupeleka kwenye kituo kimoja cha polisi ambacho kilikuwa na askari mmoja. Tukakaa kama dakika 10 kwenye kile kituo. Then baada ya pale tukahamishwa, tukaja maeneo ya Mbweni. Tulipofika maeneo ya Mbweni, hatukufika kituoni, tukarudi kwenye barabara moja hivi ambao mimi sio mwenyeji Dar es Salaam. Tukakuta gari lingine la polisi limejaa polisi. Aliyekuwa anaongoza msafara wa ile gari yetu ambao tulikuwa tumewekwa akashuka, akaenda akaongea na polisi waliokuwa kwenye ile gari nyingine. Polisi kama 5 wakashuka kwenye ile gari, wakaja kuongezeka kwenye gari yetu. Tukaanza tena safari nyingine. Tumeanza safari nyingine, tukaacha lami, tukaanza alafu rudi kwenda baharini. Tumefika tunakaribia baharini, gari ikakata mkono wa kushoto, tukaingia kwenye vichaka. Wakati tunaenda sisi tuko mbele, nyuma zikaongezeka gari za polisi zingine 2 pamoja na ile ya kwetu, maana yake zikawa gari 3. Zikawa gari 3. Tumefika ile eneo, alianza kushambuliwa ni huyo dada anaitwa dada Pendo. Ndiye alianza kushambuliwa, maana yeye ndiye alikuwa wa kwanza kushushwa pale. Akaanza kupigwa na askari mwenye nyota 2. Akapigwa na askari mwenye nyota 2. Sisi tukaambia shuka, fuata mwenzenu. Tumefika pale, vua viatu, ficha uso. Tukaanza kupigwa, tumepigwa. Nasikitika sana kusikia kwamba jeshi la polisi Mlilo anakataa kwamba hajui, hahusiki na kutukamata, wakati sisi tumekamatwa na jeshi la polisi. Baada ya kupigwa pale Ununio, tulichukuliwa na zile gari zote 3 tukapelekwa kituo cha polisi Mbweni.
Tumekaa pale Mbweni kituo cha polisi nje. Hatukuingizwa lock up zaidi ya saa moja. Baadaye wametushusha kwenye kituo cha polisi. Walitushia kwenye gari, wakatupeleka ndani kwenye ofisi ya upelelezi. Wakatuweka wote mule isipokuwa yule dada walimweka kwenye chumba kingine. Tumekaa kama masaa mawili humo ndani. Masaa mawili au matatu. Mbweni, kituo cha polisi, Mbweni. Wamemaliza hapo, wakatuambia amkeni, tukaamka, tukapakiliwa tena kwenye gari. Wakati hiyo zile gari za polisi mbili zimeondoka, imebaki ile moja ambayo ilitutoa Kisutu. Ikatupakia kutoka Mbweni polisi, tukaenda dakika ya mwisho, tukaacha nyumba, poli yakaanza, wakafika pale, wakatushusha polini, wakaturushia simu zetu hapo, wakageuza wakaondoka. Mlilo anasemaje kwamba sio wao waliotukamata. Mimi wale polisi waliotupiga wakija wakajipanga foleni, kichwani mwangu, kwenye macho yangu nikifumba hivi, nina polisi zaidi ya 6-7 na waona ambao sijawasahau. Wako polisi ambao sijawasahau hata wakija hivi. Hata nikikutana nao leo kwamba hawa hapa, sijawasahau. Karibia 6-7 hivi, sijawasahau. Na kijana alinipiga sana, alikuwa amevaa kofia nyekundu, namkumbuka. Kuna mama mtu mzima alikuwepo mule mweupe hivi, namkumbuka. Nawakumbuka wote, yani nakumbuka askari karibia mpaka 7 ambao hawajaondoka kwenye kichwa changu. Sasa naomba Mlilo atusaidie. Kama si wao walitukamata sisi na kutupiga hivi mnavyoona, ona mikono ilivyo huku kote huku, miguu yote. Kama sio wao, wanafanya kazi na watu wapi, na kikosi gani, na jeshi lipi ambalo wanalivalisha nguo za polisi ambalo siku hiyo lilikuwa pale Kisutu? Mlilo atuambie wanafanya kazi na watu kina nani? Lakini tujiulize tu swali moja jepesi. Kama sio jeshi la polisi ambalo litupiga na litukamata pale, hivi ni wakina nani au wenye nguvu na wao ambao wanaweza kuja getini pale, wanaumbwa, wanabunduki, wana mabomu, sio polisi, wakaja pale? Ni chombo gani hicho ambacho kimepewa mamlaka hayo ya kufanya hizo kazi? Ni chombo kipi hicho? Mlilo atuambie. Kwa hiyo mimi naomba kusema nimesikitika sana kusikia taarifa ya Mlilo kusema hatutambui kama watu ambao tulikamatwa na jeshi la polisi. Na kwa kauli ya Mlilo nimejiraumu hata mimi kukamatwa na wahuni. Inawezekana nilikamatwa na Green Guard, kumbe nilitakiwa kujihami pale. Sasa niwaambie Watanzania wenzangu, kama kuna watu wanavaa nguo za polisi na wanakuja kutukamata, baadaye jeshi la polisi linakataa lijatukamata, manake Watanzania tuwe makini na aina watu wanaokuja kutukamata. Manake kuna wahuni wanavaa nguo za polisi wanakuja kukamata watu, kumbe sio polisi. Na kibaya, walikuwa watuingizi kwenye vitabu vyao, kwenye hivyo vituo tulivyokuwa tunaenda. Walikuwa watuandikishi majina. Mimi mpaka naachiwa sikuulizwa jina langu na mtu yoyote. Hakuna mahali niliandikishwa wala nikaulizwa jina langu. Kwa hiyo wananchi tunakuwa na mashaka. Vyombo ambavyo tulitakiwa tukiwa mikononi mwao tuseme tuko salama, lakini kwa sasa inaonekana ukiwa mikononi mwa, yani wanatafasiri sheria, wanatoa adhabu, wanakupiga na kukupiga, kwa sababu kitendo tulichofanyiwa
maana yake polisi hao wanaokataa kwamba sio wao waliotukamata, walitukamata wao, wakao mahakama wao, wakatoa hukumu wao, wakatuchapa wao. Maana yake ni kwamba kila kitu ni wao. Kwa hiyo mimi kwa sasa polisi waje mpaka naenda kwamba ninakubaliana kwamba ni wao, mpaka niwe nimejiridhisha kwamba kweli hao ni polisi na tunaenda kituo cha polisi. Yeah.